Ndio kwa mambo yote sasa Mungu ni mkubwa. Hata alikokuwa sasa Mungu ni nani? Mkubwa, kwa sababu jina ya Mungu ni jina kubwa kupita matatizo yote na mambo yote, na Mungu ndo aliumba kila kitu. Na Biblia inasema katika kitabu ya Wakolosai 1:17 aliumba kila kitu kwa ajili yake. Unaona? Kila kitu kiko ni kwa ajili yake, ana uwezo wa kukicontrol. Mtu mwenyewe ametengeneza hii gari, anaweza kuifungua yote na kuifunga yote tena, inatembea vizuri. Sasa namba 6, baada ya kuwa na imani, huyu mtu alidumu katika kufanya nini? Kuomba na kufanya tendo ya imani. Kile tunaamini Mungu anasema na sisi. Tumeamini Mungu, tuanze kanisa hili. Na kitu itadhibitisha iko kuanza leo na kesho watu wakosekane kuja, unafanya nini? Unakata tamaa. Haiko kuanza kabiashara leo na kesho wateja wakuja, unakata tamaa. Hiyo haukuamini. Kuamini ni tendo endelevu. Naendelea kumwamini Mungu kwa mwaka mmoja, naendelea kumwamini kwa miaka 5, naendelea kumwamini kwa miaka 10, naendelea kufanya tendo ya nini? Ya imani. Inadhibitisha. Lakini 7, Yesu akasema pepo ya aina haitoke tu kwa kuomba. Hata Biblia pale kwa Kiswahili iseme pepo ya aina, inasema hali ya aina hii. Na kila mmoja kati yetu ana hali ya aina hii. Hakuna mtu mwenye ana hali ya aina hii. Sasa Yesu akasema hali ya aina, kila hali inaletwa na nguvu ya nini? Ya giza. Sasa hali ya aina hii haitoke tu kwa kuomba, lakini inatoka kwa kuomba na kufanya na kufunga. Sasa ndio tukasema pointi ya 7 ni kufunga. Na unaona ni siku ya mafungo. Ni kitu ngumu. Mtu asikudanganye. Kufunga ni ya kweli. Ni kitu ngumu. Sio kitu rahisi. Kufunga ni ya kweli. Sasa tukasema mafungo yanatupatia faida gani? Nikasema kimwili, kiroho mafungo yana faida ngapi? 4. Na tuliona tayari faida ya kwanza, mtu anayefunga kiroho anapata nguvu ya nani? Ya Mungu. Namba 2, mtu anayefunga kiroho anapata nini? Kiroho anapata nini? Hapo vitu tulikuwa naona kidogo. Sasa mtu anafunga anapata nguvu ya. Mtu anafunga Biblia sasa katika kanisa katika Antiokia, kwa sababu walikuwa katika kufunga na kuomba, Mungu akafanya, Roho Mtakatifu akafanya nini? Akasema Mungu anaongea na watu wanaojinyima. Lakini mtu mwenyewe anakula kila siku gari, ni vigumu Mungu aongee naye. It is impossible. Tunapofunga tunajisogeza mbele ya Mungu na Mungu anasema na sisi. Na kitu tunahitaji sana kwa maisha yetu ni Mungu kusema peke yake. Kile Mungu anasema. Mungu akisema unapata amani ndani ya moyo. Lakini kama uko na jambo pasipo kujua Mungu anasema nini, ufanye nini, usifanye nini, unakosa nini? Amani. Tulisema tunapofunga. Pointi ya 3. Wakatumwa na Roho Mtakatifu. Huko vitu mingi tunavifanya sisi kama sisi. Na kitu yote tutafanya sisi kama sisi ina sifa ngapi? 2. Biblia inasema njia moja kwa macho ya binadamu inaonekana ni nzuri, lakini mwisho yake ni njia nini? Ya mauti. Tuna vitu mingi tunafanya sisi kama sisi, mwisho ya siku tunashangaa. Inatoka zile. Tulikuwa na matumaini kubwa, tulikuwa tunafikiri baya, lakini inatoka zile. Lakini nasema baada ya kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema mnitegee Paulo na Barnaba. Wakawekewa mkono, wakaongozwa, wakapelekwa na nani? Na Roho. Hawakupelekwa na mwili. Na mambo yetu mingi tunapelekeshwa na hisia zetu, tunapelekeshwa na mawazo yetu, tunapelekeshwa na akili yetu, na mwisho ya siku tunashangaa. Lakini kama tutapelekeshwa na Roho Mtakatifu katika mambo yetu yote, maamuzi yetu yote, utaona mwisho ya siku, hata ionekane ni picha fake, hata ionekane haina dalili, hata ionekane haina picha, lakini mwisho ya siku ukiangalia hapa Paulo na Barnaba walipopelekweshwa, utaona ni kosa, kwa sababu walikuwa kwa kanisa kubwa yenyewe, kuna fungu ya 10 kubwa, tataka mali. Sasa wanatolewa hapo waende waanze nini? 0. Lakini kwa sababu walipelekweshwa na Roho, ndio watumishi waliopata jina kubwa kupita watumishi wengine wote. Namba 4, tukasema walipofika kule walikemea watu walikuwa na mapepo wachao.
mapepo ikafanya ikaachia. Kwa hiyo tunapofunga tunapata nguvu ya nani? Ya Mungu. Sasa watu wengi wana Roho Mtakatifu, lakini 90% ya washirika wako kabisa, hata wafilishi wana roho mbili, lakini hawana uelewa. Sasa nguvu ya Mungu, nguvu ya Shetani na nguvu ya kibinadamu inatafutwa, haipatikane hivi hivi. Na katika sifa 6 ya kupata nguvu ya Mungu, moja kutamani kuipata. Sasa kuna mtu anaokoka na riziki yake, atafuti power. Na Biblia sasa ufalme wa Mungu inanyakuliwa kwa nini? By power. Haiseme inanyakuliwa kwa Yesu, haiseme inanyakuliwa kwa roho, inasema inanyakuliwa kwa nguvu. Sasa kwa kupata nguvu ya Mungu, katika njia moja ya kupata nguvu ya Mungu ni mtu number 1 kutamani kuipata hiyo nguvu, namba 2 kuiomba hiyo nguvu. Wanafunzi waliomba wakati Yesu alisema mtabatizwa, wakapanda juu, wako naomba wabatizwe, wajazwe na Roho. Na namba 3 kufunga. Sasa mtu mwenyewe aweze kufunga, aweze kuwa na nguvu ya Mungu. Na kama huna nguvu ya Mungu, tisi matokeo yake iko ni nguvu ya Shetani itakuvamia. Upendo sipe. Kuna Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu unakosa nguvu ya Mungu, nguvu ya Shetani inakuvamia maisha. Sasa tunaenda kuona faida ya kufunga kiakili. Tulimaliza faida ya kufunga kiroho. Sasa tuende kuona faida ya kufunga. Nilikwambia kufunga ina faida kiroho, kufunga ina faida kiakili, na kufunga ina faida kiafya. Chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya Nehemia, sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kisha taruka mstari wa 11. Kisha utasoma sura ya 2, tusome yote mara moja tu, na ndio nianze kutafsiri. Anasema Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 4, unaruka mstari wa 11 unamalizia, na sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 1 mpaka 5, kisha utaruka 11 mpaka 12. Umeshika vizuri? Nehemia chapter 1 verse 1 to 4, unaruka 11. Kisha unasoma Nehemia chapter 2 verse 1 to 5, kisha unaruka 11 and 12. Sawa? Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Na unasoma unamalizia kale ka 11. Kisha sikuwa Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5, unaruka 11 12. Tasimama tusome leo. Habari za Nehemia mwana wa Kalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwako Shushani ngomani, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikaulizia habari za Wayahudi waliopona hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Mstari wa 11. Bwana, nakusihi tega sikio lako, uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya mtumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyeshwaji wa mfalme. Sura ya 2. Ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Altashata, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe una ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana, nikamwambia mfalme, mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni. Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nitamwomba Mungu wa mbinguni. Mstari wa 12. Mstari wa 11. Basi nikafika Yerusalemu, nikakaa huko muda wa siku 3.
Kisha nikaondoka usiku, mimi na watu wachache pamoja na wala sikumwambia mtu neno hili alilolitia Mungu kwangu moyoni mwangu, nilitende kwa ajili ya Yerusalemu. Wala hapakuwa na mnyama pamoja nami, ila mnyama yule niliyempanda mwenyewe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ukae chini sasa unifuate. Tunataka kuonesha faida ya kufunga kiakili. Mahali tumetoka kusoma katika kitabu ya Nehemia. Wakati wa Nehemia Israeli ilipigwa. Biblia inasema Mungu aliwaahidi Waisraeli kile nchi ya Kanaani aliwapa baraka. Na Mungu anapokupatia baraka ina ahadi. Anasema mtapoingia kwa hiyo nchi, mtapokuwa na kula mema na asali, mkinisahau mimi nikakimaadili, mtapigwa, mtaondolewa. Na ndio nakutaka wakati mtu anafikia anapata kabaraka lakini anafanya mambo mingi kinyume na mapenzi ya Mungu, maisha tena inarudi zero kwa sababu Mungu anataka kurekebisha. Na wakati wa Nehemia watu waliasi, walienda kinyume na neno ya Mungu. Na kwa sababu walienda kinyume na neno ya Mungu, Mungu akatuma maadui wavamie taifa Israeli, wakaipiga. Na baada ya taifa Israeli kupigwa, wakabebwa utumwani. Na moja ya kati ya wale waliobebwa utumwani, mmoja alikuwa anaitwa jina yake Nehemia. Lakini wale walienda utumwani wakawa watumwa kule. Lakini pia hao walibaki kwa nchi hapa, wakawafanya kuwa slave, watumwa ndani ya nchi. Kwa hiyo wamoja walibaki watumwa ndani ya nchi na wengine wakabebwa utumwa wakiwa wapi? Ugenini. Na maisha, kama kuna maisha mbaya kupita maisha yote, afadhali kosa pesa lakini uwe huru. Akasema afadhali kosa ndoa uwe huru. Afadhali kosa kitu yote. Yesu anasema nimewafanya huru na msiwe mtumwa wa kitu au wa mtu yoyote. Asa walipokuwa katika utumwani, lakini Nehemia bado alikuwa anapenda Mungu na kuogopa Mungu. Akapata kibali katika nchi ya kigeni. Akakuwa anafanya kazi katika nyumba ya mfalme. Na kazi alipewa ni kumpatia mfalme nini? Chakula. Yeye ndio anapelekea mfalme chakula. Biblia inasema hata Nehemia alikuwa kwa nchi ya kigeni, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa vitu vinafanya nini? Vinamsumbua. Unajua vitu ikikusumbua sana, mwisho ya siku inaleta nini? Answers. Vidonda ya tu, mawazo, inaleta bitterness, uchungu ndani ya moyo. Na mawazo alikuwa na alitaka kujua story ya ndugu yake waliobaki kule Yerusalemu. Wanaendelea, anaelewa wako na huko kwa nchi ya kigeni vile wanaishi. Lakini wale waliobaki kule katika nchi ya Yerusalemu wanaendelea. Mji wa Yerusalemu uko vipi? Malango yake, security yake iko namna gani? Na kwa sababu hakuwa anafika kule, hakuwa na report, hakuwa anajua aanze kufanya nini. Lakini Mungu akasaidia, kazi ni wapi? Anani akatoka Yerusalemu akaja katika taifa mahali alipokuwa. Na alipoona ndugu yake anakuja, ndio nilikwambia hapana kufanya kitu yoyote pasipo kwanza kupata nini? Report, research. Ni kitu ya maana. Kitu yote utafanya bila research utafeli. Kuna mtu mmoja tulikuwa naongea naye, sema anataka kufanya biashara fulani. Nikamuuliza una wateja? Sasa hajakuwa na wateja. Nikamwambia basi hiyo biashara hapana kuanza mingi, utalia. Hakufurahi, alikasirika. Aliona kama namshusha nini? Viwango. Kitu chochote Kenya hujajua, hapana kuwekeza zaidi, utaumia. Najua unakuta wa ndugu yetu wazungu wanatuma kwanza watu wako, hata mwaka mzima wako unatoka kufanya nini? Utafiti. Kusudi wajue kitu inahitaji. Ukishajua sasa inahitaji, ndio mnaanza kushughulikia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Sasa kwa sababu Nehemia alikuwa na mzigo ndani, lakini hana ukweli uhalisia ya mambo. Na Anania alipofika akaona sasa hapa ndio anapata uhalisia. Akamuuliza, vipi habari ya mzee waliobaki? Vipi kuhusu jiji ya Yerusalemu? Na vipi kuhusu kuta wake, malango yake?
Biblia inasema alipouliza Anania akampa ripoti. Lazima uwe na ripoti ya kitu unataka kufanya, kile kitu unapenda, kile kitu unafikiria. Pata ripoti yote kwa undani. Akasema ndugu yetu waliobaki pale wako katika shida, na ukishasikia kwa Kiswahili wanasema ziki, ni problem nyingi. Wako katika shida na ziki mingi. Ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake imefanya nini? Imechomwa kwa moto. Biblia inasema alipopata habari moyo yangu. Unajua unapopata habari ile tatu, vile umiza moyo, vile akili inafanya nini? Inachanganyikiwa. Na kama uko mwerevu, unaona watu wa milioni kwa sababu akili inafanya nini? Inachanganyikiwa. Lakini Nehemia pahali achanganyikiwe, aliposikia hiyo ripoti tu, Biblia ikasema mara moja akashtuka siku mingi katika kufunga na kufanya nini? Na shetani hufanya sana problem inapotokea kuchanganya akili. Pali mtu afunge na kuomba, mtu anaikalia mchana mzima yuko anafanya nini? Anafikiri. Sasa unafikiri inakuchanganya mpaka mwisho ya siku unachukua maamuzi nini? Negative. Nehemia akaogopa, akaamua alipopata habari inachanganya, mtu akiwa ordinary aja habari yote fake inafanya nini? Inachanganya akili yake. Na kama unataka akili yako irudie sawa, baada ya kuanza kuifikiria sana, kuiwaza sana, shuka katika kuomba na kufanya nini? Ukishuka tu katika kuomba na kushuka na kufunga, kwa sababu unaenda mbele huko, hiyo mafikara yote mabaya inaanza kufanya kuondoa. Alipofunga, alipoomba, akaomba kwanza msamaha. Akiwa katikati ya kufunga na kuomba 11, hiyo tumesoma, akapata good idea, mawazo. Sasa lazima mimi muone mfano, kwa sababu wale wanafanya ndugu yetu wateseke kule ni watu mfalme amefanya nini? Amewaweka. Katika kufunga na kuomba, Mungu tuletea mawazo nini? Sahihi. Lakini katika kufikiria peke yako, shetani tuletea mawazo nini? Fake. Ukiona kuna jambo linakusumbua, ukiona kuna jambo hauna picha, ukiona kuna jambo uelewe, ukiona kuna jambo linakutatiza na kupata, shuka, funga, omba, utaona Mungu ataleta mawazo sahihi. Utakuta mfalme aliota katika kitabu ya Danieli. Mfalme aliota ndoto, na yeye mwenyewe akasema ndoto inampotea. Akaita waganga, akaita wachawi, sasa wamuelezee ndoto na wampe tafsiri. Ilishindikana, na mfalme akataka kuamua kuua waganga wote, kuua wachawi wote. Danieli akaomba, asema amri ya mfalme mbona iko kali, watupatie sisi nini? Muda. Na mfalme alikubali, Danieli, Meshaki, Shadraki wakaenda kuomba na kufunga kwa siku nyingi. Na hiyo jambo iliyokuwa secret, Mungu akalifanya nini? Akaifia. Mara mingi shetani anataka tukae kuanzia asubuhi, mchana, jioni tunafikiri. Na sehemu kubwa shetani anashika mtu ni wapi? Kwa akili. Lakini mtu anapoenda mbele ya uwepo wa Bwana, akiomba, akifunga, Mungu analeta mawazo ya nini? Ya kiungu. Inaleta nini? Jibu, solution. Akiwa hiyo siku mingi katika kuomba na kufunga, Mungu akamletea good idea. Ambia tuko nalalamika juu ya nchi yako, wako nateseka, wako faziki mingi, wanazulumiwa, lakini wale wanawatesa aliwatuma kule ni mfalme unayefanya nini? Unayempatia chakula. Tunaweza kuombea familia yetu, Mungu akaleta good idea. Tunaweza kuombea afya yetu, Mungu akaleta good idea. Tunaweza kuombea na kufunga kwa ajili ya kanisa yetu, Mungu akaleta nini? Good idea, mawazo mazuri.
Kuna vitu mingi tunafikiria. Hiyo mawazo ya mtu si mawazo ya nani? Na kama mtu anataka kupata mawazo ya Mungu, lazima aende mbele ya uwepo wa nani? Wako. Anafunga, anaomba, anatafuta uso wa Bwana. Sasa unapoomba unafunga kwa lugha nyingine, kwa sasa nakatala kutumia mawazo yangu kwa sababu sijue matokeo. Nataka kutumia nini? Mawazo yako wewe. Mawazo ya Mungu, Mungu anajua matokeo. Kwa kitu ya kwanza, tunapoenda mbele ya Bwana, Mungu anatupatia mawazo sahihi, mawazo mazuri. Na mawazo yote ya Mungu, Biblia inasema Yeremia 29 mlango wa 11, Mungu anatuwazia mawazo manini? Mema. Mawazo yote ya Mungu ni mawazo mema. Kwa macho ya binadamu inaweza kuonekana feki. Kwa macho ya binadamu inaweza kuonekana haipendezi. Angalia, Mungu ndio alileta mawazo kwa maisha ya nani? Ya Yusufu akiwa mdogo. Na mawazo ya Mungu akaileta kwa ndoto kwamba Yusufu atakuwa waziri nani? Mkuu. Ni mawazo ya Mungu. Lakini njia Mungu alitumia mpaka mawazo yake itimie, kwa macho ya binadamu ilikuwa njia nini? Fake. Baada ya Yusufu kueleza hiyo mawazo, unajua nini? Yusufu alikuwa anafikiria vile tu kesho baada ya mwaka moja ataanza kutawala ndugu yake, atatawala baba yake, atatawala, atakuwa kiongozi. Lakini baada ya kueleza mawazo ya Mungu, ndugu yake wakamsikilia Mungu, wakamfua mavazi, wakachukua chakula alikuwa nacho, wakamtupa kwa birika, wakamuuza, kwa walitaka kumuua, wakamuuza kuwa slave. Akaenda kujipata kwa nchi ya kigeni kwao, wakafanya matanga, tayari amefanya amekufa, lakini iko katika mpango na mawazo ya nani? Ya kiungu. Akajipata je, lakini kwa sababu mawazo ya Mungu ni nzuri, mwisho ya siku mambo yakakuwa ni mazuri. Akasaidia ndugu yake, akasaidia watu wake. Sasa kusudi tupate mawazo ya Mungu, si kwa kufikiri isio. Katika kufikiri sana tunapata mawazo yetu, na katika kufikiri sana shetani anatuingilia, anapanua. Mwisho mtu wa siku, mtu anafanya vipi roho kule mbele anavitia. Pasoi Methali 14:12, njia moja kwa macho ya binadamu inaonekana nzuri, kwa hiyo ni mawazo ya, lakini mwisho ya siku hiyo njia ni mawazo ya nini? Ya ubatili, na mawazo ya nini? Ya upotofu. Kwa sababu Nehemia alikaa siku mingi mbele ya uwepo wa Mungu akiomba. Unaona kama amechelewesha. Hakuna sababu ya kuharakisha. Ukiharakisha jambo utashangaa kule mbele. Ukitaka kufanya kitu, ukiwa na bitterness ya jambo, kwanza kaa katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Omba, funga, omba, funga. Siku moja, siku mbili, siku tatu. Nakwambia ukiwa tu kwa uwepo wa Mungu, Mungu atasema nawe na atakupatia mawazo. Na Nehemia alipopata mawazo kwamba mfalme, unajua kabla ya kuomba, unisikilize, na kufunga, si alikuwa tu mbele ya mfalme. Na alikuwa anajua ndugu yake wanatawaliwa na nani? Na mfalme. Na alikuwa anajua wao kwa utumwa na wale wako kwa nini? Kwa utumwa. Lakini Mungu hakuweza kufungua nini? Macho yake, hiyo mawazo ifanye nini? Hii na kuna vitu mingi mzuri nye Mungu anapenda kusema na kukuonesha, kuleta mawazo, kukupatia good idea. Lakini hauna muda ya kupatikana mbele ya uwepo wa Mungu. Mtu wa Mungu anahitaji kuwa na muda, anatenga yake ya kuomba, muda anatenga yake ya kufunga, Mungu anatenga. Apende kuwa na mti, abaki na mwili. Watu wanaweza kuletea mawazo feki, watu wanaweza kuletea mipango feki, kuwa na watu kila wakati inachosha. Lakini ukiwa mbele ya Mungu unaongezewa. Akapata, na alipopata mawazo tu akupenda, akasema Mungu, naomba basi, kwa sababu wewe ndio umeleta good idea, naomba unipatie kibali nitapoenda kuongea na huyo Mungu. Na Biblia inasema unajua tukipata mawazo tunafeli tu kwa sababu tunatumia mawazo haiko mawazo sahihi. Sasa hakuna mtu anapanga mambo mabaya kwa maisha yake. Kila mtu anapanga mambo mazuri, isipokuwa tunashangaa mwisho ya siku hiyo mazuri tulipanga imefanya nini?
imefeli. Unashangaa kabisa, nitafanya kisha tutafanya, tutatoka. Mwisho ya siku hiyo mipango yote mizuri inageuka zero. Lakini kama mtu ataenda kwa uwepo wa Mungu, kama mtu atafunga, kama mtu ataomba, Mungu ataleta mawazo, akapata mawazo. Mbona analia na tatizo? Kweli problem iko hapa, kweli kuna shida, lakini hata kuna shida kuna suluhisho. Na matatizo uko napitia kweli ni shida, ni problem, kuna vitu na kuumiza ndani ya moyo, kuna vitu na kuchanganya, lakini hata kwa vitu yote na kuumiza na kuchanganya, kuna nini? Kuna solution, kuna jibu. Number 2, unasikiliza. Baada ya sasa akaenda kesho kwa mfalme, na alipofika kwa mfalme akiwa na sura sasa ya huzuni, mfalme asema, mbona uko hivi? Sijawahi kukuona hata siku. Akasema, nitakuwaje na furaha na neno na wakati ndugu zangu mimi nakula vizuri, mimi nalala vizuri, natembea, lakini mji wa mababa zangu, mji wa makaburi ya baba iko kwa shida na ukuta wake umefanya nini? Mfalme akamuuliza, unataka nini? Kwa kufunga na kuomba naleta pointi ya katika kiakili, unapoeleza unapata nini? Favor. Watu jieleza, wanatumia akili yao, wanatumia mbinu zao, wanatumia ujanja wao, lakini wanakosa nini? Favor. Lakini kama nitafunga na kuomba, maneno nitaanza kuongea si maneno yangu, ni maneno yanalekwa na nani? Na Mungu. Unakuta unaelezea mtu problem, unamwambia kweli, habusi, hatikisiki, aone kama kuna tatizo. Lakini Nehemia tu ile kuonekana, hata kabla hajaeleza chochote tayari ameona nini? Kibali ya mfalme. Mfalme amejali, anaangalia. Nasema, mbona hauko mgonjwa, lakini sura yako iko huzuni, kuna tatizo gani? Akamwambia, nitakuwaje na furaha? Angalia, tuna maneno mingi, unaweza upanga maneno mingi mazuri ya kutengeneza kwenda kuongea mbele ya Mungu, lakini kama Mungu akupatia kibali, zio utashangaa unajieleza nako. Lakini Nehemia alipoeleza tu mambo, yatakuwaje na furaha, na mji wa baba zao imechomwa kwa makaburi, mahali baba yangu mji wake umechomwa na makaburi, kila kitu. Mfalme akamuuliza, na unataka nini? Kwa nitapenda kusimamia leo nasema, katika wakati mtu anao kiakili, mtu anapata faida siku, na ni amana sana katika ufalme wake. Tunahitaji akili sahihi, na akili ya kwanza sasa Mungu anakupatia jibu sahihi, analeta kitu sahihi kuonesha hii problem kunahangaika na hii problem kunasumuka na usikie. Ukifanya italeta jibu. Lakini ukiwa natumia tu akili yako, utajikuta unapata answers. Ukiwa natumia tu akili yako, unachukua madecision yenye haikufaa kuchukua, na mwisho ya siku unafanya nini? Unashangaa. Na baba yangu anamei. Basi